Kauli ya mzee Warioba, sauti ya nyufa ndani ya mfumo. Kauli ya mzee Joseph Warioba si tukio la kawaida katika uwanja wa maoni ya kisiasa nchini. Haikuwa kelele wala haikuwa kauli ya hasira isiyo na mwelekeo. Ilikuwa ni ishara. Ishara inayotoka ndani ya nyufa za mfumo ambao kwa muda mrefu umeamini kuwa ukimya ni kinga na kwamba kutozungumza kunafuta matatizo. Katika historia ya mifumo ya dola, hasa ile inayojengwa juu ya mamlaka makubwa ya kisiasa, ukimya mara nyingi huchukuliwa kama uthibitisho wa uthabiti. Lakini ukweli ni kwamba mara nyingi ukimya huo huwa ni pazia tu, linalofunika msuguano unaokuwa taratibu chini ya uso wa utulivu unaoonekana. Kauli ya mzee Warioba inapaswa kusomwa katika muktadha huo. Si kama malalamiko binafsi, bali kama ujumbe unaobeba uzito wa uzoefu wa muda mrefu ndani ya mfumo wenyewe. Huyo si mhusika wa pembeni, bali ni mtu aliyewahi kuwa sehemu ya juu kabisa ya uendeshaji wa dola, anayefahamu mifumo yake ya ndani, nguvu zake na udhaifu wake. Historia ina tabia moja isiyobadilika: damu haifunikwi na karatasi, na hofu haizimi kumbukumbu. Matukio makubwa ya kisiasa duniani yanafunza somo moja muhimu, kwamba ukweli unaweza kucheleweshwa, lakini hauwezi kufutwa. Kadiri unavyofunikwa, ndivyo unavyojijenga upya kwa nguvu zaidi. Katika mifumo mingi, jaribio la kutishia au kunyamazisha sauti za ukosoaji huonekana kama suluhisho la haraka. Lakini kwa uhalisia, hatua hizo huwa ni kama kuongeza mwanga kwenye eneo lililodhaniwa kuwa giza salama. Badala ya kufuta kosa, huanza kulichora kwa ramani iliyo wazi zaidi kwa kila anayetazama. Kila onyo, kila vitisho, kila juhudi ya kuzuia mjadala huacha alama. Alama ambazo baadaye hugeuka kuwa ushahidi. Ushahidi ambao hauhitaji maelezo mengi, kwa sababu unajieleza wenyewe. Na mara mfumo unapovuka mstari huo, kile kilichokuwa tukio kinageuka kuwa kumbukumbu ya pamoja. Kuna matendo ambayo yakifanywa hayawezi tena kufichwa kwa nguvu za mamlaka. Unapojaribu kuyazika, yanachipua kwa njia nyingine. Unapojaribu kuyakana, yanapata sauti zaidi. Hii si falsafa tu, bali ni somo la kihistoria linalojirudia katika tawala nyingi, kutoka Amerika ya Kusini, Asia, Afrika hadi Ulaya ya Mashariki. Mfumo unapochagua kivuli badala ya uwazi, huacha alama zinazoonekana hata kwa macho ya mbali. Wakati mwingine, alama hizo hazionekani mara moja kwa wananchi wa ndani, lakini huonekana kwa wale walioko nje, kwa taasisi, kwa historia na kwa vizazi vijavyo. Ndipo uharibifu halisi huanza. Si kwa sababu ya sauti za wakosoaji, bali kwa sababu ya maamuzi ya kulinda taswira badala ya kulinda ukweli. Mfumo unapochagua kufunika badala ya kukiri, huanza kujenga mzigo ambao baadaye hauwezi kubebwa. Kauli ya mzee Warioba inakuja kama kioo kinachorudisha picha ya mfumo kwa mfumo wenyewe. Inauliza swali lisilo la sauti kubwa, bali la dhamira: je, nguvu ya dola iko katika uwezo wa kunyamazisha au katika ujasiri wa kukiri na kurekebisha? Katika siasa za kisasa, hasa katika jamii zinazobadilika kwa kasi, wananchi hawasikilizi tu maneno, bali huangalia matendo. Wanapima kimya, wanatafsiri hofu, na wanahifadhi kumbukumbu. Kila tukio linawekwa katika hifadhi ya fahamu za jamii, likisubiri siku ambayo litaunganishwa na mengine na kuunda simulizi kamili. Kwa kifupi, kila pazia linalovutwa kwa nguvu hufichua jukwaa lote. Kadiri juhudi za kuficha zinavyoongezeka, ndivyo picha nzima inavyoanza kuonekana wazi zaidi. Na ukweli, iwe umechelewa au la, huja bila kuomba ruhusa. Ujumbe mkubwa hapa si juu ya mtu mmoja au kauli moja. Ni juu ya mfumo na chaguo lake. Historia haimuulizi mfumo ulikuwa na nguvu kiasi gani, bali ilikuwa na hekima kiasi gani. Haipimi uwezo wa kuzuia sauti, bali uwezo wa kusikiliza. Na katika muktadha huo, kauli ya mzee Warioba inabaki kuwa si kelele, bali ni signal. Signal inayosema kwamba kuna jambo linafika mwisho wake, na kwamba njia pekee ya kuzuia mgogoro mkubwa si kukaza pazia, bali kufungua dirisha.